Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akishiriki baraza la Eid-ul-Fitr leo tarehe 31 Machi 2025 na kuwaomba madhehebu na makundi mbalimbali kuweza kuwadhibiti wale wachache miongoni mwao waliokuwa na mwelekeo wa kupandikiza chuki kwa wananchi dhidi ya serikali yao. Kwa taarifa kamili na Uzol Online TV. Wote ni mashahidi wa maboresho na mageuzi makubwa tuliyokushafanya, kama vile kuruhusu mikutano ya kisiasa kuendelea nchini, inaendelea huko, bunge kufanya mabadiliko ya kisheria na kufuta sharti la mgombea kupita bila kupingwa, na sasa kila mgombea wa ubunge au diwani lazima apigiwe kura. Lakini vile vile tumeanzisha tume huru ya uchaguzi iliyokuwa ikidaiwa miaka yote, tayari tumeshaianzisha. Tumeweza kufanya haya yote kwa kushirikisha wadau wote wa kisiasa na tulikubaliana hivi. Vile vile kwa nyakati tofauti, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa ikiwahakikishia Watanzania utayari wao wa kusimamia haki. Nitoe wito kwa wadau wote wa kisiasa kuhakikisha wanatimiza wajibu wao kikamilifu. Milango ya serikali ipo wazi kusikiliza wadau mbalimbali, ikiwemo kupitia majukwaa yaliyopo kama vile Tanzania Center for Democracy na majukwaa mengine yanayoruhusiwa kila mwaka. Kwa miaka mingi mmeweza kuwasafirisha, kuwahudumia na kuwarejesha salama mahujaji wetu hapa nyumbani. Niwatie moyo kwa muendelee kuimarisha huduma zenu ili zivutie watu wengi zaidi kwenda kufanya hija wakiambatana na BAKWATA au BAKWATA kubakia kuwa taasisi pendwa kwa wale wanaotaka kwenda hija. Hapa pia niziombe taasisi zenye kupeleka watu hija wawe na weledi na wasimamie kazi yao vyema. Si vyema kuwakirihisha mahujaji kutokana na kuwa na utaratibu usio na uwazi na kutokuwa wa kweli kuhusu huduma kamili zinazotolewa na taasisi mbalimbali zinazopeleka mahujaji. Kwa upande mwingine, ni vyema mkazingatia vigezo vilivyowekwa au mlivyowekewa kwenye usajili wenu ili kuondoa adha na kadhia kwa mahujaji. Kuhusu ombi lenu la kufunguliwa mfumo kwa wanaomba kwenda hija, niseme tumelipokea na tutalifanyia kazi. Ila hapa niwe muwazi kwa nyote, mnafahamu kuwa tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi haya ilishapita takriban kitambo kidogo, lakini kwa sababu hatukutimiza yale tuliyopangiwa tumeongezewa muda. Sasa hili la kuomba utaratibu wa kufunguliwa kila mwaka, hii ni hisani, kwa tusigeuze kuwa ndio haki yetu. Hapana, kwa sababu wengine, nchi zingine wanajitayarisha, hawaombi kuongezewa na kila kitu wanakifanya kwa muda muafaka. Kwa nadhani tujitizame upande wetu, tujirekebishe nasi tuweze kwenda kama wanavyokwenda wengine. Serikali ya Saudi Arabia imeweka utaratibu huu kwa kuwa na muda maalumu wa kujisajili ili waweze kumudu kuhudumia mahujaji wote kikamilifu. Hija ni ibada, ila pia ni sehemu ya biashara kwa ile serikali au nchi tunayokwenda. Hivyo ni lazima waweke mazingira rafiki na wezeshi ya kuhudumia watu wote. Wakipata idadi ya watu mapema kutoka kila nchi, wanapata kujiandaa vyema. Lakini tunapokwenda last minute, hawajalipa, nisubiri, mimi taasisi yangu bado sijatimiza, tunakuwa tunawakera wao, lakini wanatuona na sisi kwamba hatuna mpangilio mzuri. Niombe sana kuanzia mwakani tujipange vizuri. Kama nilivyosema, tujifunze kwa nchi nyingine ambazo zinafanya vizuri. Nafahamu hata mwaka jana tuliomba kufunguliwa, kwamba hatukumaliza last minute tukaomba kufunguliwa. Kwa hiyo sasa ile hisani tunayopata isiwe kawaida. Lakini kuhusu ombi lenu la kutumia ATCL kwenye safari yenu ya hija, nimepewa taarifa kwa ATCL imefanya maandalizi ya ndege Boeing 737-9 kwa ajili ya safari hizo
na ipo kwenye hatua za kuomba vibali vya kufanya safari hizo kwa mamlaka husika nchini Saudi Arabia. Kule kwa Sheikh Abbas, vipindi mbalimbali, elimu mbalimbali ya dini, na hawa ni wachache tu niliowataja. Kwa hiyo kwa mwaka huu niseme, ndugu zangu viongozi wa dini, tumefanikiwa vizuri sana kukuza na kueneza elimu ya dini na kuwafanya watu. Lakini nilikuwa nafuatilia pia watu wanahojiwa. Kwa mfano jana walipovunja busati la Mtoro, baada ya kuvunja lile busati watu wakawa wanahojiwa. Hasa katika mwaka ambao misikiti imejaa ni mwaka huu. Kwa hiyo huo ndio mwendo wa kwenda. Niombe sana viongozi wa dini tuendelee kutoa elimu ili watu basi wajue hadhi yao na wajue wajibu wao kwa dini yao. Elimu ya namna hii hujenga watu na uchamungu, watu wema wenye upendo, utulivu na subra. Hujenga hulka njema zinazopunguza uovu kwenye jamii. Kwa msingi huu niwapongeze kwa jitihada zenu za kuwajengea uwezo walimu wa madrasa kwa kuwapa mafunzo maalum ya elimu ya dini na mbinu za kufundisha au kufundishia, ikiwa ni pamoja na elimu ya saikolojia ya malezi kama mlivyosema hapa. Niwaombe mhakikishe kuwa elimu hii inakuwa endelevu. Isiwe tu kipindi ikapita tukaendelea mambo kama kawaida, lakini elimu hii ya kuwafundisha hawa walimu wa madrasa, kuwafundisha saikolojia ya malezi na mengine, iwe elimu endelevu. Na nasisitiza hili kwa sababu bila walimu hawa kupewa elimu, ni wazi kuwa tunahatarisha kupeleka watoto wetu madrasa kwa watu wasiojua kukaa nao. Na ndio zile kesi tunazosikia moja moja. Mwalimu wa madrasa kafanya, mwalimu wa madrasa kamshika, mwalimu wa madrasa hivyo. Sasa tukiwafundisha watajijua wao nani na wajibu wao. Kwa upande wetu serikali tuendelea kuchukua hatua za kisheria au kisera kuimarisha ustawi wa jamii, na niwaombe viongozi wa dini muendelee kutusaidia kuilinda taasisi ya familia na kuweka vijana wetu kiimani au kuwajenga vijana wetu kiimani, ili kwa pamoja tuweze kulinda taifa letu dhidi ya mmomonyoko wa maadili. Kuhusu ombi lenu la kurasimisha masomo ya dini katika shule za awali na msingi, waziri wa elimu yuko hapa, waziri wa TAMISEMI yuko hapa. Na ombi hili lilishaletwa serikalini, lakini bado tunaendelea na mijadala huku tukiwashirikisha muda baada ya muda, tuone jinsi tunavyoweza kulifanyia kazi. Kwa hivyo niombe tusichoke tunapoitana kujadili hili, tuje tujadili na tuone jinsi tutakavyoweza kulifanikisha. Niwaombe pia tuwe na subira kwenye kulikamilisha hili, kwa sababu bado hatujamudu kukamilisha ikama ya walimu wa masomo yote. Bado kila tunavyoajiri walimu bado kwa hiyo kuna mambo ya kipaumbele, walimu wa sayansi, walimu wa nini, tukijua kwamba madrasa zetu huku zinafanya kazi ya kusomesha watoto wetu. Tutaendelea kutenga bajeti ya kuajiri walimu ili tuweze kufikia uwiano unaotakiwa wa walimu kwa wanafunzi, ili hili nalo tuweze kuliingiza. Ndugu zangu, ni wasihi tuendelee kushikamana katika kujenga nchi yetu Tanzania. Kamwe tusichoke kusahihishana na kusameheana pale tunapokwazana. Pia tuweke mkazo kwenye kufanya kazi kwa bidii na weledi ili nchi yetu iweze kujitegemea kiuchumi na kijamii. Tukiangalia kwenye Surat Al-Mulk aya ya 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, yeye ndiye aliyefanya ardhi iwe nyepesi kwetu. Basi anatutaka tutembee katika pande zote na kuleta au tule riziki katika yale mambo aliyoyatengeneza, na kwake yeye ndiyo marejeo yetu. Aya hii inatufundisha kwamba wanadamu tunatakiwa kujitafutia riziki halali juu ya mgongo wa ardhi. Hivyo tusichoke